Naam, mtazamaji, hivi karibuni huenda tukamwona Samia Suluhu kumwachilia huru Tundu Lissu na kufuta kesi yake ya uhaini, na Tundu Lissu kufanya kikao na Samia Suluhu Ikulu Dodoma, kikao cha maridhiano. Hii ni iwapo Samia Suluhu atasikiliza ushauri huu mzito aliopewa sasa hivi na mwanasiasa mkongwe wa Afrika kutoka nchini Kenya. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa urefu zaidi. Mtazamaji, sasa kumeibuka minong'ono katika duru za kisiasa Afrika Mashariki kwamba Rais Samia Suluhu Hassan hivi karibuni ana uwezekano wa kufikiria kumwachilia huru kiongozi wa upinzani Tundu Lissu na pengine kufanya naye mkutano wa maridhiano Ikulu baada ya kupatiwa ujumbe huu mzito kutoka nchini Kenya. Uwezekano huu umechochewa na ushauri mpya wenye ushawishi mkubwa uliotolewa kwa Rais Samia Suluhu Hassan na mmoja wa wanafikra wa kisiasa wanaoheshimika zaidi barani Afrika. Kwa mujibu wa wachambuzi, iwapo Rais Samia Suluhu atafanyia kazi shauri hili, Tanzania inaweza kushuhudia mojawapo ya mabadiliko makubwa ya kisiasa katika miaka hivi karibuni na kuingia katika amani na utulivu. Kwa wananchi wengi, hii inazua swali la iwapo mzozo wa muda mrefu wa kisiasa kati ya serikali na upinzani hatimaye unaweza kutoa nafasi kwa enzi mpya ya mazungumzo. Ushauri huo ulitoka kwa msomi wa Kenya na Afrika, mwanaharakati na mwanasiasa mkongwe wa Afrika nzima kutoka nchini Kenya, Profesa Patrick Loch Otieno Lumumba, ambaye anafahamika kwa umaarufu kama Profesa Patrick Lumumba, ambaye matamshi yake leo yameleta umakini wa kitaifa na kikanda nchini Tanzania. Katika mahojiano na Diamond TV ya Zambia, Profesa Lumumba alieleza kuridhia kwa dhati hatua za awali za Rais Samia Suluhu Hassan, hasa agizo lake kwa mkurugenzi wa mashtaka kupitia upya kesi za vijana waliokamatwa wakati wa maandamano ya Oktoba 29 mwaka 2025. Hata hivyo, Lumumba alisisitiza kuwa pamoja na kwamba vitendo hivyo ni vya kupongezwa, lakini bado havitoshi katika kurejesha utulivu wa kisiasa Tanzania inayohitaji haraka. Kwa mujibu wa Patrick Lumumba, hatua muhimu zaidi ambayo serikali ya Samia inapaswa kuchukua sasa ni kuachiliwa huru kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, ambaye kwa sasa anakabiliwa na tuhuma za uhaini. Alisema kuwa uhuru wa Lissu unahusiana moja kwa moja na kurejesha imani ya taifa na kujenga upya imani ya kisiasa Tanzania. Kama Lumumba alivyoeleza, nikimnukuu, sikiliza, ningependa kuona jambo kubwa zaidi, ningependa kuona Tundu Lissu akiachiliwa. Alisisitiza kwamba hatua kama hiyo itafungua mlango wa mazungumzo ya kweli kati ya Samia Suluhu na Tundu Lissu na mazungumzo ya kitaifa na maridhiano ya muda mrefu. Kauli yake iliangazia fursa ya kihistoria alionayo Rais Samia kwa wakati huu. Lumumba anaamini ana nafasi ya kuchora urithi wake kama kiongozi mwenye mabadiliko anayeongoza Tanzania kuelekea mageuzi ya kisiasa yenye maana na kuimarisha nafasi ya kidemokrasia. Alieleza kuwa wakati huu unatoa nafasi adimu kwa nchi kuonyesha Afrika na dunia jinsi mzozo wa kisiasa unavyoweza kutatuliwa kwa njia ya mazungumzo jumuishi badala ya nguvu za serikali au makabiliano ya muda mrefu. Zaidi ya kutaka Tundu Lissu achiliwe, Profesa Patrick Lumumba pia alipendekeza kuundwa kwa tume huru ya kuchunguza kilichojiri wakati wa uchaguzi wa hivi karibuni na maandamano. Alipendekeza kuwa tume hii ijumuishe wataalamu sio tu kutoka ndani ya Tanzania, bali pia wa mashirika ya kikanda kama vile Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa maoni yake Lumumba, ushiriki huo wa nje ungeongeza uaminifu na kutoegemea upande wowote katika mchakato wa uchunguzi, na hivyo kuruhusu uelewa wa wazi wa matukio ambayo yalisababisha mvutano wa Oktoba. Profesa Patrick Lumumba alisisitiza zaidi umuhimu wa kuitisha kongamano la kitaifa linalowaleta pamoja kila mdau mkuu, vyama vya siasa, mashirika ya kiraia, viongozi wa dini na wasomi, ili kuweka msingi endelevu wa ukuaji wa demokrasia. Pendekezo lake Patrick Lumumba linaendana na wito mpana kutoka kwa wataalamu wa masuala ya utawala ambao wanahoji kuwa Tanzania lazima sasa ianzishe mazungumzo ya maridhiano yenye muundo ya washikadau mbalimbali ili kujenga upya imani ambayo imemomonyoka kwa miaka kadhaa ya migawanyiko ya kisiasa.
Pia alihimiza kwamba watu wote waliozuiliwa kwa sababu za kisiasa wanapaswa kuachiliwa kama sehemu ya mfumo mpana wa maridhiano. Kulingana na Lumumba, vitendo hivyo vya huruma vitapeleka ujumbe mzito kwamba taifa liko tayari kusonga mbele. Alieleza ishara hii kama muhimu kwa kurejesha imani ya umma na kuonyesha dhamira ya serikali ya haki na utawala wa kisheria. Kauli zake zimezua gumzo kubwa kwenye mitandao ya kijamii kote Tanzania leo, huku watumiaji wengi wakieleza kukubaliana kwamba safari ya kuelekea uponyaji kamili wa kisiasa bado haijakamilika, na wengi wakiunga mkono kuachiliwa kwa Tundu Lissu na mazungumzo kati ya Tundu Lissu na Samia Suluhu. Wananchi walikiri kwamba hatua za awali za Rais Samia zinawakilisha mwanzo mzuri, lakini wakasisitiza kwamba mengi zaidi yanapaswa kufanywa ili kurejesha usawa wa kisiasa na umoja wa kitaifa. Wito wa kuachiliwa kwa Tundu Lissu haswa umepata nguvu mpya kwa wafuasi wa mageuzi. Ufafanuzi huo kutoka kwa Lumumba unakuja wakati umma wa Tanzania unafuatilia kwa karibu kila uamuzi wa serikali. Pendekezo kwamba Tundu Lissu anaweza kukutana Ikulu na Rais Samia kwenye kikao cha maridhiano Ikulu limekuwa gumzo kubwa, huku wengi wakijiuliza iwapo kweli mwingiliano huo wa kihistoria unaweza kutokea. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba mkutano kama huo, ikiwa utafanyika, utabadilisha kwa kiasi kikubwa hali ya kisiasa na uwezekano wa kupunguza mivutano ya muda mrefu. Kwa Watanzania wengi, mazungumzo yanayohusu upatanisho kati ya Samia na Tundu Lissu yanapita zaidi ya wahusika binafsi wa kisiasa. Inagusa wasiwasi wa kina kuhusu haki, uwazi wa uchaguzi, uwajibikaji wa kikosi cha usalama na ushirikishwaji wa wananchi wote katika mchakato wa kisiasa. Wafuasi wa upinzani kwa upande mwingine mtandaoni wanaona kauli za Patrick Lumumba kama udhibitisho wa wasiwasi wao wa muda mrefu. Kwa uwezekano wa kuachiliwa kwa Tundu Lissu unawakilisha mlango wa haki, uponyaji na ushirikishwaji wa kisiasa. Wanasema kuwa ni kupitia hatua hizo za ujasiri tu ndipo Tanzania inaweza kujenga tena uaminifu kati ya serikali na wale ambao wamejihisi kutengwa kisiasa kwa miaka mingi. Athari mbaya za mahojiano ya Lumumba zinaonyesha jinsi waangalizi wa kisiasa wa Afrika wanavyoitazama Tanzania. Matamshi yake yamesisitiza kwamba mivutano ya kisiasa inayoendelea nchini Tanzania si suala la ndani tu, ni sehemu ya mazungumzo mapana ya Kiafrika kuhusu uadilifu wa kidemokrasia na utawala thabiti. Kadiri mazungumzo haya yanavyokuwa, sauti zaidi za kikanda zinatarajiwa kupima hitaji la upatanisho wa amani kati ya Tundu Lissu na Samia Suluhu. Katika mitandao ya kijamii, wananchi sasa wanajadili jinsi umoja wa kitaifa utakavyokuwa ikiwa serikali itakubali mapendekezo ya Patrick Lumumba. Kinachobaki wazi ni kwamba Tanzania iko kwenye njia panda muhimu sasa. Maamuzi yaliyofanywa katika wiki zijazo yanaweza kuunda mwelekeo wa kisiasa wa taifa kwa miaka ijayo. Iwapo Rais Samia Suluhu atachagua kumsikiliza na kufuata ushauri wake Patrick Lumumba kumwachilia Tundu Lissu, kutafuta mageuzi ya kina au kufanya mikutano ya maridhiano na Tundu Lissu Ikulu, madhara yake yatakuwa makubwa, sio kwa Tanzania tu bali kwa ukanda wa Afrika Mashariki unaofuatilia kwa karibu. Taifa linapotazama, macho ya Afrika yanabakia kutazama Tanzania, ikingoja kuona kama wakati huu utabadilika na kuwa mabadiliko ya kihistoria kuelekea mazungumzo, haki na kanuni mpya za kidemokrasia. Iwapo serikali ya Tanzania itakumbatia ushauri wa wakili Patrick Lumumba au kuchagua njia tofauti, mazungumzo ambayo ameibua sasa ni sehemu ya ufahamu wa kitaifa inayoongoza mijadala kuhusu mustakabali wa nchi na uwezekano wa maridhiano ya kweli ya kisiasa. Nijuze maoni yako upande wa comment ama upande wa maoni chini ya video hii. Vile like kisha subscribe na ubonyeze alama kengele, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.